Na wanaharakati wa mazingira wanawake kutoka jamii za wafugaji katika kaunti 9 wamepongeza miradi ya fedha ya kaboni kwa kuboresha maisha katika hifadhi 22 za jamii kaskazini mwa Kenya. Na wanaharakati hao wamekemea vikali kampeni za mtandaoni zinazopinga mradi huo, wakisema wapinzani hao ni maadui wa jamii za wafugaji. Mwenyekiti wa kamati ya usimamizi wa mradi wa kaboni Andrew Dohole, ambaye pia ni kiongozi wa hifadhi ya Melako, amesema mradi huo umesaidia jamii kabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ukame na vifo vya mifugo bila kuathiri mipango ya jadi ya malisho. Zaidi leo tumefika hapa kujumuika pamoja na kina mama ambaye wanatoka kwa counties 9 ambaye hizo counties mengi zao wako na hizi pesa za carbon, na wale wengine walikuja kujifunza hasa carbon naweza kusaidia wa kwa njia gani, ili hata wenyewe waelewe, tukijua kina mama ndio nguzo ya maendeleo yote kwa kila sehemu. Basi kina mama waliitwa ili wajumuike na wale wengine, ili hata wenyewe wale ambao hawakupata carbon wajue ya kwamba carbon pia inakujia kwao, kwa sababu tuko na expansion ya hizo counties zingine. Carbon ni miradi ambaye lazima kwa bahati nzuri tumepata, hasa inawafaidi pastoralists, wale ambao mara mingi wako katika shida ya hasa siku hizi wako na shida zaidi kwa sababu ya mabadiliko ya hewa, na kwa sababu wote wanategemea mifugo. Mara mingi mifugo zinakufa, mara mingi hakuna maji, mara hakuna nyasi ya kutosha, lakini tangu hii project ikuje imeimarisha maisha ya wafugaji. Pesa tumepata tumeweka kwa mradi ya utalii ambaye inaitwa Bandas. Tumejenga Bandas, tumepatia watoto bursaries, tumevuruta maji kule kwa vijiji, watoto wamepewa bursaries. Pia imesaidia youth na women empowerment, wamama wamepewa pesa na vijana wainue biashara zao. Wale watu wanapinga carbon, sisi tunataka kuona hawa ni akina nani, kwa sababu anatuharibia sisi kama wafugaji. Kama sio pesa ya carbon, sisi kama wafugaji tungeumia.